Kufupisha tu, sasa hivi wamekuja watu wanatuuma kwamba watu wa Mbowe wanabaguliwa. Mbowe anatukanwa. Na watu wa Mbowe wanatolewa WhatsApp. Hili ndio limenifanya hata mimi sasa nije mbele nizungumze. Moja, kwa sababu angalau na ukweli nisibaki nao rohoni. Kuna watu uko nje yakizungumzwa maneno wanaweza kujua ni kweli. Katika wenye viti wa kanda 9 waliokuwa kwenye uchaguzi, wenye kiti wa kanda 8 walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Moja alikuwa Zanzibar haijafanya uchaguzi wa kanda, lakini mwenye kiti mmoja alikuwa muungi mkono ambao ni haki yake. Hao wenye kiti 8 ni wajumbe wa kamati kuu. Sasa kwa wingi huo mtu anasema anatengwa au anaweza kutenga watu. Yaani kwa wingi huo nyinyi mko 8 na wenzenu yule ana mtu mmoja kwenye vitu wenye vitu wa kanda. Unawezaje kutengeneza mazingira kwamba ndani inawezekana kuna mtu mmoja ananyanyaswa na kubaguliwa peke yake? Maana mtu huyo maana tunamnyanyasa sisi ambao tuko wengi basi. Lakini pili sisi wote tulikuwa timu, tunasema ni waanga. Ni kweli pana mjumbe mmoja anaweza kaonewa miongoni mwetu. Sisi wenzie tena ikiwemo mimi ambaye niko front kabisa kielele, nikaona huyu anaonewa tukanyamaza. Kwenye kikao gani? Kwenye jambo gani? Kwa hiyo tuhuma haina mashiko. Na neno Team Mbowe linatumika vibaya. Kuna watoto sisi tulikuwa tunapambana kwenye kampeni kwa mitusi yote ile na mambo yote yalikuwa yanaendelea kwenye mitandao na dunia nzima. Tulikuwa tunajulikana hawa ni watu wa Mbowe na hatuwezi kumkimbia Mbowe. Kuna watoto tuliwatafuta hata kutweet tu, weka picha ya Mbowe kwenye mtandao, anakuambia hawezi, anaogopa. Ila leo ana courage ya kuita press na kutangaza kwamba yeye ni mtu wa Mbowe leo. Sisi wakati wa kampeni tunamhitaji na sisi tuonekane wengi mitandaoni. Tunataka picha tu, weka bango la Mbowe tuonekane na sisi tupo. Anakwambia nimeona watu wanatukana sana siwezi. Leo ana courage ya kuita press kwamba mimi ni mtu wa Mbowe, sisi watu wa Mbowe, sisi watu wa Mbowe. Neno Mbowe linatumika vibaya sana. Lakini 3, Team Mbowe. Team Mbowe ni ipi? Mimi najua watu wapo of course na wajua ambao sasa hivi washaamua kuchukua hatua nyingine. Siwezi kuwakataa kwamba tukua nao. Lakini tunao watu walikuwa wanakesha, wana riski maisha, wametukanwa na kudhalilishwa kwenye kampeni zile ambao sasa hivi wako upande wa Chadema. Lakini wale ambao wengine ukiniuliza huyu bwana kwenye kampeni yenu mlikuwa naye, kuna mtu amekuja siku moja tu. Leo ndo kiongozi wa Team Mbowe. Kuna mtu hata Mlimani City hajawahi kukanyaga. Leo ni kiongozi wa Team Mbowe. Na matumizi mabaya ya Team Mbowe. Matumizi mabaya. Yaani wewe unakujiliza unajitafutia tu sababu kwamba ulie kwa kusema ni kitu fulani. Tuhuma hizo hazina mashiko. Mmoja amesema atolewa kwenye group la WhatsApp. Dadangu mmoja nampenda sana. Mimi nilichukua initiative na nitawaambia hata kuanzia hiyo G55 ambao sisi tuliamini wale wengi ni watu wa Mbowe, hatukubaki kimya tutuangalie pembeni, tungekuwa ni wanafiki. Kuna mtu ambaye tujaongea naye na kumwambia kipi wafanye na kipi ni hatari na kipi wanachezea mustakabali wao wa kisiasa. Tuanze na dadangu ambaye sema watu wametolewa kwenye grupu la WhatsApp. Siku ya kwanza mistake nyingi sana amefanya ambazo kwa vyovyote vile chama chote cha siasa. Na sio unatolewa unafukuzwa wanachama. Watu wanasema kwa mambo unayofanya na maana unapeleka sehemu nyingine. Na sisi kuna hatua tunachukua za muhimu. Kwa hiyo tunakuomba utupishe, lakini baada ya siku 3 tukirudi tutaongea na wewe, tutakurejesha tu. Kila mtu ameona mle, watu wote. Hamna mtu ambaye tu kwa ni peke yake ndio atolewe. Kwa nini mimi bado mwenyekiti wa kampeni ambayo sijatolewa? Lakini kwa bahati mbaya umetuma vitenge vya Chauma kwenye grupu.
sample za vitenge za Chauma. Ulikuwa unatuma sehemu umekosea, umetuma kwenye group la WhatsApp. Watu wamehamaki mle. Alafu watu wanamuuliza vipi, naye anauliza jamani kwani vipi? Hiki nini? Nimeleta muone huko, ndio vitu vinavyotumwa huko pembeni. Watu wakammezea. Hamna mtu alimtoa. Kimya. Siku ya kwanza. Siku ya tatu hii chokochoko ya msajili imetoka tu. Yeye ndo mtu wa kwanza kutani kachukua message ambazo zinasema mtu fulani na fulani kuanzia leo, yani kabla hata watu wengine hawajajua wala hata chama hakijapata barua. Unatoa message za WhatsApp unaziforward kwenye group la kamati kuu. Hata iko group la harusi wanakuacha. Wao wanasema bwana harusi atakufa. Hata harusi yenyewe haijafungwa. Na watu wakufanya vile kwa nia mbaya, tupishe tu mambo mengine. Mimi nikijua ni mtu wetu tulikuwa naye na namheshimu nampenda sana. Alivyotuma ile sample ya vitenge kwa bahati mbaya nilimpigia. Kaambia bwana, sio kaacha mume kwa ajili ya boyfriend. Ukamwacha mmeo na nyumba ukaenda kwa boyfriend ukakutana kwa kwao na babake na mama yake. Utazaa bora ningebaki na matatizo ya mume wangu yale yale kwenye mji wangu. Unamaanisha nini? Nikamuelezea. Sasa mtu wa namna hiyo hawezi kusema kwamba kuna timu au kuna kikundi hapa ndani ya Chadema kazi yake ni moja tu, kuondoa watu kwenye WhatsApp watu amboe. Si kweli. Si kweli. Ni vizuri pamoja na mambo mengine yote, ni siasa ipo, lakini vile vile na Mungu yupo, tuseme ukweli. Na jambo lingine ni agenda ya no reform, no election. Kwanza kuna vitu sisi ambao tuko karibu na mheshimiwa ambao vikiongelewa na mtu ambaye anasema ni Timboy, hatuna mpaka kuna kitu wanasema wanamhujumu au wana nia mbaya ya kumchafua. Ukisema kwamba sisi tulikuwa tunatingisha, hatakuwa serious, maana yake ni nini? Unatengeneza picha kama vile maana yake kiongozi wetu alikuwa ni kituko hivi, ni mtu fulani asiyejitambua. Lakini vile vile kuna maelezo kwamba no reform studios 2020 Nairobi na Kenya sehemu inaitwa Makueni. Bahati nzuri na mimi nilikuwepo nikiwa mjumbe wa kamati kuu hivi. Tena by then tulikuwa tunaenda kufanya retreat ya kamati kuu Kenya, wenzetu wakiwa na kesi Kisutu, kipindi kile kesi ya Kweli na ile ya Kinondoni na mheshimiwa Mbowe na wengine wote. Sasa tuliomba, nakumbuka tuliomba visa kwa maana Chadema tutoke wakati wa Magufuli. Tulizuiwa kamati kuu isitoke. Kwa moja ya kitukio nalolikumbuka katika historia ya kipindi kile, tulienda Kenya kwa kujificha, yani kuna watu walipita njia za panya kwa kutoroka, kwa sababu tayari shatoka zuio huku tusitoke na hiyo safari tusiende. Kwa wale ambao hatuna kesi tulipita na Costa, viongozi wetu kama kina Mnyika ilibidi pale wavushwe na bodaboda mipakani. Pindiko Nyalandu bado tunayo yuko Chadema, naye alikopo ni mtu ambaye tulienda naye. Kwa hiyo kamati kuu tulifanyia kule kweli, sehemu inaitwa Ukambani kule Makueni, tulifanyia vile. Lakini kwa namna yote kusema kwamba no reform no election ilikuwa haimaanishi, ni uongo. Mimi nimekuwa kamati kuu ile na nimekuwa kamati kuu hii ambayo tunajadili, na hii kamati kuu yenye maazimio vile vile nimeshiriki zote mbili. Ajenda ni moja tu, kwamba tukienda kwenye uchaguzi watu wetu wanakatwa na wanaondolewa kwenye nini, kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi mpaka tupate nini, reforms. Sasa kauli ya kwamba tukizuia tuwezi kuzuia tutafanya na nini ni kauli za CCM. Mwanachadema hawezi kusema tukizuia tutapigwa mabomu, watu wetu wataumizwa. Kwenye siasa hizi kuna mtu aumizwe? Huwezi kuwa mpinzani bila kuumizwa. Kwa anasema mimi nimeona nitaumizwa, siwezi kuzuia uchaguzi. Zipo hoja unaongea kama mwanachadema, lakini kuna hoja ukiongea kama mwanachadema tunaanza kuona toni yako imekaa kinini, CCM. Kwa hiyo kimsingi
kwamba sisi ambao tulikuwa upande wa Mbowe tunaamini kwamba hii no reform no election ilikuwa ni ya kutania, ni kumdhalilisha mwenyekiti wetu mstaafu Mheshimiwa Mbowe kwamba hakuwa serious. Sisi tunaamini hata yeye, na kikao ni wajumbe, watu wengi hawajui kikao ni mwenyekiti. Unaweza kaja na msimamo wako na wajumbe tukakupinga vile vile. Hata Mheshimiwa Lissu akija kamati kuu, kama anakuja anatuburuza, atatuambia yeye ana maoni, mchana tule wali. Wajumbe wanasema hataki wali, tunakula ndizi, kwamba lazima yeye mwenyekiti ndio atuamue tule wali. Kwa hiyo vikao vinaenda kwa wengi, wape watu wengi. Wakishaamua kwamba kinahitajika kitu gani na maamuzi ni kitu gani, hayo yanakuwa ni maamuzi ya watu wote. Na hata Bagamoyo kwenye kurefresh hii msimamo, tunaendaje mbele, kama tukio imejadili tena, majority wakasema kwamba jamani tusiingie kwenye nini, kwenye uchaguzi. Kuna mtu anasema mamlaka hayo chama wamepata wapi? Kamati kuu ikishaagiza, katibu mkuu na watu wengine wote ni watendaji wa kutekeleza yale maazimio ya nini, ya kamati kuu, ambao tayari kamati kuu imeagiza. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Lakini niligusia hapa jambo la kustrengthen solidarity ambao mwenyekiti Lissu alishaianza kabla hii kutupwa korokoroni kwenye kesi yake ya uhaini, ya kustrengthen mahusiano, kwa maana watu ambao walikuwa wanaonekana ni timu Mbowe, hizo timu zikawa zimefanyaje, zimekufa. Na watu wanaonekana vile vile timu Lissu, hizo timu zifanyaje, inabaki timu moja ya Chadema. Na tukiwa timu moja imaanishi kwamba watu wote tuna msimamo mmoja. Na hata kama ni mwanasiasa umeshindwa, unaona hujakubali kushindwa, jambo pekee kwenye siasa za kiungwana ni kujipanga na uchaguzi mwingine. Lakini wakati huo unatii uongozi na mamlaka watu wape waliochaguliwa, na umtii Lissu, unawatii wanachama wengi waliofanya ule uchaguzi na uamuzi ule. Kwa hiyo kusimama upande wa chama si udhaifu au uoga au kujipendekeza, ni kuheshimu wenzio wengi. Weza wamekosea, wamepatia, lakini kwanza tii mamlaka hiyo. Kusaruti si kwamba unasema wewe unayemsaruti ndo mtu wa maana, una madaraka yake. Kuna mtu anapigiwa saruti kwa sababu ameteuliwa na rais. Na rais amemteua kwa sababu katiba imemtaka mtu huyo ateuliwe. Kwa hiyo unamsaruti si kwa sababu wewe ni mnyonge. Unaheshimu kwamba sisi tunavyoenda hii ni jamhuri. Watu wengi wenye madaraka yako kwa umma umempa mtu fulani mamlaka hayo kwenye umma. Akishapewa mtu huyo, kila anachokifanya tunaamini umma ule ndio umetaka mtu huyo afanyeje. Akikosea una nafasi mishoni kuja kusema ulipewa nafasi hii umekosea, na umma ule utasema tulitegemea A lakini tumekuta ni B, utakuwa na haki ya kukuadhibu. Sasa hii ya kwamba wenzetu wachache wanaopita huko kwamba kuna hiyo timu ya Mbowe kwamba inanyanyaswa, inafukuzwa, inafanywa nini hivi. Kwa mfano niwapeni mfano mdogo, nyinyi viongozi wa kanda ya Pwani. Unakuwaje kiongozi wa kanda ya Pwani? Mimi sasa ndo mwenyekiti, mnanisema ndo mwenyekiti wa kampeni ya Mbowe. Yaani mimi naweza nikatumwa nikufukuze, maana kwenye uongozi wa mkoa na majimbo, angalau wa viongozi wa mikoa wa juu, sisi ndo mamlaka yao ya nidhamu, ambao tushakubaliana ni wenye viti wa kanda 9 kati ya 8 au 8 kati ya 9, si ndio? Tafsiri yake katika kanda zote hizi mamlaka ya nidhamu iko chini ya wenye viti wa kanda, ambao tushakubaliana ndio wengi wanamuunga mkono Mbowe. Hili hao watu kwa mikoani kwenye kanda zao wanyanyaswa, watanyanyaswa na timu ya Mbowe.